Unajua katika masuala mazima ya kisiasa haya lazima kuna machafuko tofauti ambayo yanakuwa yanaendelea kutokea. Sio kila mmoja anakuwa anapenda uwepo pale ambapo upo au uwepo pale ambapo unastahili kuwepo kwa wadhifa fulani na kuweza kuwa na kitu fulani katika jamii. Sasa niko na story ambayo inamhusu bana Miguel Albay Tubay ambaye yeye ni mwanasiasa wa Senate kutokea chama cha Central Democratic ambaye alikuwa ni mgombea wa uchaguzi wa urais wa Colombia mwaka 2026. Yani mwakani alitegemea kuja kugombea, and then aliweza kupigwa risasi kwenye mkutano wa kampeni jijini Bogota tarehe 7 Juni mwaka 2025. Yani siku ya jana tu ameweza kupigwa hiyo risasi. Alishambuliwa akiwa akionyesha ahadi ya kuondoa gas, lakini pia aliweza kupigwa risasi za nyuma akiwa na majeraha hata kichwani. Mtu mmoja aliyekisiwa kuwa na uhusiano na tukio hilo akiwa na umri wa miaka 15, bana miaka 15 ni mtoto kabisa huyu, aliweza kukamatwa papo hapo mara baada ya risasi kuweza kujitokeza mapigano kati ya walinzi wake na msambaji, ambaye ni kisa hicho ambacho pia kiliweza kupelekea mgombea huyo kuweza kupelekwa hospitali za Santa Fe na Engative akiwa katika hali ya hatari sana. Sasa serikali pia ilitoa thawabu ya shilingi bilioni 3, takriban kama dola 729,000 kwa yeyote atakayetoa taarifa itakayosaidia katika uchunguzi, au kwa yeyote ambaye atabainika kwamba aliweza kufanya tukio hilo. Serikali imeweza kuweka dau la shilingi bilioni 3 kwa yule ambaye ataweza kumpata. Sasa tukio hili pia limekasilishwa na wanasiasa kote nchini Colombia, ikiashiria kwamba ushamba wa siasa bado haujapita kabisa. Wakosoaji na viongozi wengi wa upande mmoja pamoja na Rais Gustavo Petro na meya wa Bogota wamekashfu tukio hilo, wakieleza kama kosa kwa demokrasia. Upelelezi pia unaendelea ili kuweza kubaini motisha na ikiwa kulikuwa na makubaliano ya mbali zaidi. Sasa bado akiwa katika uangalizi wa chini zaidi, au unaweza kusema uangalizi mkali kutokea hospitali, hali yake bado ni nyeti, ikiwa ni hali mbaya bado, lakini ameweza kupelekwa ofisini kwake kwa Engativa. Serikali pia imeweza kutangaza uchunguzi mkali ili kuhakikisha usalama wa mgombea wote uchaguzi unaokuja, kwamba mshikaji hawezi kuendelea kuwa salama kabisa kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kutokea, kwa sababu unajua kuna watu wengi pia wanaweza kaendelea kukufuatilia hata kama tu ukipona, then wakishajua kwa sehemu fulani kuna vitu vingine ambavyo kwa vinaendelea kufuatilia, lakini ili kuweza kukujeruhi kwa sababu mtu anakuwa ameshakupangia. Lakini sasa historia ya Colombia pia ina mifano ya ugaidi wa kisiasa mbele za umma, ambapo pia wanachama wengi waliouawa walihusisha mgombea Luis Carlos Galán wa mwaka 1989, Carlos Pizarro mwaka 1990 na Bernardo Jumairo Osa 1990. Matukio haya pia yalishawahi kutokea miaka hiyo nyuma kabisa. Haya yote ni kumbukumbu za ghasia za kisiasa ambazo pia zimezorota tangu makubaliano ya amani ya mwaka 2016 na kuweza kupungua kwa vita vya ndani, lakini matukio haya yanatukumbusha changamoto ambazo zimeendelea. Bana, matukio yanaendelea kutokea katika nchi kama hizi ambazo zinakuwa zipo katika masuala mazima ya uchaguzi, yanaendelea kutukumbusha, lakini kutuweka sawa. Hata sisi pia Tanzania tunajua mwaka huu kumekuwa kuna uchaguzi mwaka 2025 mwezi wa 10 tu hapo, si mbali. So lazima tuwe makini kutokana na matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea kama haya, mara mgombea rais kutaka kupigwa risasi, vitu vingine kibao. Tuendelee kuombeana na mambo mengine yaweze kwenda sawa. Endelea kutufuatilia, lakini pia kucomment, kulike hapo, kushare post hii na vitu vingine kibao utakuwa unavipata kutokea hapa Sawa Sawa Digital. Take love for this. Ciao.